Leo nataka nizungumze kwa habari ya tabia ambazo zimekuwa zikiwatesa watu wengi, ambazo zinachochea zaidi roho ya zinaa. Sasa tabia hizi kuna watu wachache wanazijua, tabia ambazo zinachochea roho ya zinaa, lakini walio wengi hawazifahamu hizi tabia. Walio wengi zimekuwa ni tabia ngeni katika maisha yao. Kwa hivyo leo nataka nizungumze kwa habari ya hizi tabia. Kaa tayari kabisa kwa kuzijua ni tabia gani. Inawezekana na wewe pia unazifanya tabia hizo ukijua ni tabia za kawaida, lakini ni tabia hatari. Tabia hizo ndizo zinazochochea roho ya zinaa. Maana uelewe kabisa kwamba roho huchochewa. Kwa hiyo jinsi utakavyoishi ndivyo utakavyokuwa unachochea ama unaipoza na kuikimbiza ile roho ya zinaa. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho mahali hapa. Tunakushukuru na tunawapenda wote na tunawajali wote na kuwathamini ambao mnafuatilia mafundisho haya. Tunawasihi kwa unyenyekevu muendelee pia kuwapasha habari na wengine waweze kupata mafundisho haya. Tunaona watu wako sehemu mbalimbali wanafuatilia mafundisho haya. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Wewe uliyepo nchini Tanzania, Mungu akubariki. Wewe uliyepo nchi za nje, magharibi, mashariki, Mungu akubariki. Wewe uliyepo Kenya, Mungu akubariki. Afrika Mashariki, Mungu akubariki. Wewe ambao unatazama kutoka hapo Kongo, Mungu akubariki. Upo Botswana, South Africa, Lesotho, Mungu akubariki. Yaani Mungu awabariki sana kwa sababu tunaona injili na kwenda mbali, na kwa kweli tunawaona kwamba mnafuatilia mafundisho. Mungu awatie nguvu. Basi kama nilivyosema, siku ya leo ninalo somo ambalo nataka nikufundishe tabia zinazochochea roho za zinaa. Tabia zinazoichochea roho ya zinaa. Tabia hizi nyingi zinaonekana kwamba ni za kawaida, lakini ni tabia za hatari sana. Inawezekana wewe hauzijui. Sasa nitakapokufundisha utaanza kufahamu ya kwamba kumbe tabia hiyo ambayo uliona ni ya kawaida ndiyo tabia ambayo imekusababisha umeingia kwenye zinaa, imekusababisha umekuwa mraibu wa mambo ya zinaa, imekusababisha umeingia kwenye matatizo, ukapata mimba, ukafukuzwa shule, ukafukuzwa chuo, ukapata magonjwa na vitu vingine mbalimbali. Ni kwa sababu ya tabia fulani ambayo haukuweza kuing'amua haraka, lakini pengine umepata matatizo na haujui kama tabia gani ili kusababisha ukaingia kwenye tatizo kama hilo. Basi leo nataka nikueleze kwa habari ya tabia zinazochochea roho. Kwa kawaida roho inachochewa, haijalishi ni roho ya aina gani. Kwa mfano, Mungu ametupatia karama. Karama yoyote inatoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana halisi ya karama. Karama lazima itoke kwa Roho Mtakatifu. Karama ya Mungu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini hebu tusome kidogo kwa habari ya kitabu kile cha pili cha Timotheo, ile sura ya kwanza aya 6 na kuendelea. Hapa kuna kitu kinazungumzwa. Paulo anamwambia Timotheo kwenye barua yake ya pili kwa Timotheo, anasema hivi: kwa sababu hiyo na kukumbusha. Maana yake Paulo anamkumbusha Timotheo, anamwambia uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Unaona, anasema uichochee karama uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Aya 7 anaendelea kwa kusema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Unaona, anazungumza kwa habari ya karama, alafu anazungumza kwa habari ya roho ya uoga. Ukiendelea hapo utaelewa vizuri. Lakini kwa nini Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba anamkumbusha aichochee karama ya Mungu? Kumbe karama ya Mungu inachochewa. Kumbe roho, nguvu ya kiroho inaweza kuchochewa. Inawezekana kabisa nguvu ya kiroho imefungwa, ya uasi, roho ya uasi imefungwa. Mungu amefunga roho ya uasi katika maisha yako.
hautamani chochote kilicho kibaya, hautamani mke wa mtu, hautamani, ujisikii kabisa kutamani mali za watu, haujisikii kutamani vitu vya watu wengine, haujisikii vibaya mwingine anapofanikiwa. Ni kwa sababu Mungu amekusaidia kwa ile neema ya Roho Mtakatifu iliyopo ndani yako, anakuondolea ile tamaa mbaya. Lakini kuna mazingira ukiishi, utakuwa unaichochea hiyo roho ya uasi, unaichochea hiyo roho ambayo inaamsha zinaa, inaamsha uasherati, inaamsha. Na nimependa nikusudie kufundisha somo hili kwa sababu nimeona ni vitu ambavyo watu wengi wanavichukulia kama ni vya kawaida, lakini la hasha, si vitu vya kawaida kabisa. Yamekuwa mambo mengi yanachukuliwa kawaida, lakini la hasha, si mambo ya kawaida kabisa, ni mambo ya hatari. Sasa nitaanza moja kwa moja kukutajia tabia ambazo zinachochea ile roho ya zinaa. Tabia ya kwanza ni jinsi unavyovaa. Unavaaje? Unavaaje? Kuchochea roho ya zinaa kuna mambo mawili. Inawezekana ukavaa vazi lenyewe likawa na uvuvio maalum ambao utakufanya wewe upende zinaa, ama upende vitu vinavyofanana na zinaa, upende hatari ya kufanya zinaa. Ukianza kupenda kukaa kwenye magengi ya wanaume, ukianza kupenda kusifiwa na wanaume, wanawake wanapenda kusifiwa na wanaume mara nyingi. Kwa hiyo ukiona unaanza kuvaa mavazi ambayo wanaume watakusifia, maana yake ni hii, umeanza kuichochea roho ya zinaa. Maana yake ile ni sifa, lakini sifa itatembea, itakuwa sio sifa, itavuka kwenye sifa, italeta ile roho ya zinaa. Atakusifia sana, akili yako itapumbazwa. Akili ikishapumbazwa utawaza zinaa, lakini chanzo chake ni vazi ulilovaa. Na mavazi ya aina hii yako mengi sana. Kwenye swala la mavazi tumekuwa tukifundisha mara kwa mara kwamba mavazi fulani hayafai. Najua tunapofundisha haya maarifa sisi kama timu ya Mikono ya Kristo hatukulazimishi, ila tunakuambia kwamba ni hatari. Sasa Mungu anasema nimeweka mbele yenu mema na mabaya. Kwa hiyo hiari yetu kuchagua. Ndio maana mtu anapoiasi kanisa hafatwi kwa mtutu wa bunduki, anaachwa, isipokuwa anaambiwa kwamba ulichokifanya kitakupeleka pabaya. Awe anajua, asiseme kwamba hajaambiwa, na damu yake isije ikatulilia atakapoingia kwenye maangamizi. Kwa hivyo tunamwambia, na sisi tunakufundisha wewe ili ujue kuvaa suruali mbele ya Mungu ni chukizo. Hakuna mjadala katika hilo, ni chukizo, kwa sababu hayo ni mavazi ya mpasayo kuvaa mwanaume, na hakuna ulazima wowote wa kuvaa suruali, kwa sababu tunaiona dunia yetu ya kistaarabu. Mara nyingi kabisa watu wengi hawavai suruali. Hata leo watu hawavai suruali na maisha yao yanaenda vizuri. Kwa hiyo unaona kwa nini vazi la suruali limekuwa limeingilia kati? Jiulize kwanza wewe mwenyewe, kwa nini unavaa suruali? Alafu jipatie majibu kwamba mimi, kwani kuna ulazima gani wa mimi kuvaa suruali? Sijui, labda pengine wewe una ulazima, mimi siwezi kukusemea. Lakini unapovaa ujiulize, ninavaa suruali kwa maana ipi? Sasa imekuwa si suruali tu, imeenda mbali. Ndipo niliposema imeanza suruali, ikaja suruali nyepesi, ikaja suruali ya kubana ambayo inaonesha maungo yako yote, inaonesha mpaka zile nguo za ndani ulizovaa, nguo za kujistiri na michoro yake yote inaonekana, michoro yote ya ndani inaonekana. Maana yake tayari umevaa vazi, lakini linaanza kukupeleka kuchochea ile roho ya nini? Ya zinaa, lakini wewe hujui. Unaweza ukawa ulikuwa mtu mstaarabu sana. Tazama, hata kama ulikuwa huvai suruali, ulikuwa unavaa nguo za kujistiri, ukianza kuvaa suruali, kuna watu watakwambia wewe hatukujui katika tabia hiyo. Ushangae kwa nini wanakuambia hakujui katika tabia hiyo. Maana yake ni kwamba hilo vazi wanaokuona nalo tayari wanaona kwamba hiyo ni hatari. Na mtu yoyote anayempenda mtu wake, yani kama mume anampenda mke, hawezi kulifurahia vazi la suruali kama anaelewa madhara halisi ya vazi la suruali, kwamba ni chukizo mbele ya Bwana. Lakini si tu chukizo mbele ya Bwana, bali ni vazi ambalo ni sehemu ya kuchochea roho ya zinaa. Kwa sababu wakati mwingine wanavaa, angalia huko mitaani, suruali zimepasuka pasuka. Si hizo tu, suruali zinabana. Si hizo tu,
suruali zinaonesha mpaka ndani, zinaonesha maumbo ya mtu jinsi alivyo, unaona jinsi ilivyo. Maana yake hayo yote anachochea, huko ndiko kuchochea, na hiyo ndio maana halisi ya kuchochea roho ya zinaa. Mavazi kama suruali, unaona ni suruali, unasema nimevaa tu suruali, ina tatizo gani? Kumbe suruali inaanza kukuletea mazingira, mtu anakusifia shape yako inaonekana, unaona akili yako inaanza kusema kumbe ninayo shape. Ungevaa nguo ya kujistiri, pengine asingekuambia maneno ya aina hiyo, pengine asingekusifia kwa namna hiyo. Anaanza kukusifia kwa habari ya shape, aliyakuwa ni mtu ambaye ni rafiki yako tu, ni mtu ambaye hana mahusiano yoyote. Anaanzaje kukusifia kwa habari ya shape? Tatizo linaanzia hapo. Kesho atakusifia kwa kitu kingine, na kesho kutu atakusifia kwa kitu kingine. Akili yako itapumbazika, kwa sababu mwanadamu anapenda sifa. Kumbuka mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na sisi tunasema sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu umetoka kwa Mungu, mpango mzima utoka kwa Mungu. Kwa hiyo lazima mwanadamu utapenda sifa, ila tunaonya ya kwamba sifa na utukufu ni vya nani? Ni vya Mungu. Haimaanishi mwanadamu apendi sifa. Kwa hiyo jinsi utakapoanza kusifiwa, maana yake sasa utaanza kuingia kwenye shimo la kuichochea ile roho ya zinaa. Nimezungumza kwa habari ya suruali kwa kipande chake, lakini tazama, kuna watu wanavaa nguo zina mpasuo. Yani unajiuliza swali, kwa nini unavaa nguo yenye mpasuo ambao unaweza kufika mpaka mahali katikati ya mapaja yote yanaonekana? Mtu anavaa kwa namna hiyo. Tembelea kwenye kumbi za harusi, kama wengine tumewahi kuingia kwenye kumbi za harusi mara kadhaa, kadhalika tunakutana na wakina mama, mabinti ambao wenye kuheshimika kabisa, Wakristo wazuri, lakini anavaa nguo ambayo ule mpasuo ukiutazama, yani akipiga hatua mpaka katikati ya paja panaonekana. Sasa unajiuliza ule mpasuo kusudi lake ni nini? Yeye anaweza akahisi ni fasheni ya dunia hii, lakini katikati ya fasheni kuna watu wanawaka tamaa kwa sababu ya kuona vile vitu ambavyo umeamua kuonesha. Unaweza ukasema watu wanawaka tamaa kwa akili zao. Hapana. Elewa kitu kimoja, yani mwili wa mwanamke na mwili wa mwanaume ni vitu viwili tofauti. Ndio maana vikisha kaa karibu vinatengeneza mfumo mwingine. Mimi nikikaa na mwenzangu hapa karibu, inakuwaje tutengeneze tuwake tamaa? Hii itakuwa ni matatizo ya kiroho makubwa kabisa, kuwaka tamaa kwa mtindo huo. Lakini mwanamke anapokaa na mwanaume, wakikaribiana, hata kama wanaongea kawaida, kuna kuwaka tamaa. Ndio maana kuna maonyo ya jinsi ya kukaa mwanaume na mwanamke wakaeje. Sio kila namna wanaweza kukaa mwanaume na mwanamke, sio kila namna. Hapana, kuna namna ambapo mwanamke anapokaa, mwanaume anatakiwa akae kwa namna gani ili hali iwe salama. Lakini dunia ya leo kama vile haioni mambo haya, ila ndio uhalisia wa mambo jinsi ulivyo, ndio uhalisia wa mambo jinsi ulivyo. Sasa umevaa suruali ina mpasuo ambao, yani unajiuliza, yani ilikuwaje ile nguo imepasuka kwa bahati mbaya ama kwa makusudi? Lakini kwa jinsi ilivyoshonwa unaona kabisa kwamba imevaliwa makusudi. Wakati mwingine mtu anaweza akafika mahali akaona hata aibu kwa ajili ya mpasuo nguo yake, akaomba nguo ya kujistiri. Ni ishara ya wazi kwamba aleti katika kichwa chake, yani kuna kengele imelia katika kichwa chake kumwambia kwamba huo mpasuo wako sio sahihi hapo mahali ulipo. Kama mahali hapo ulipo sio sahihi, maana yake ndugu yangu, mpasuo kila ulipo sio sahihi, kwa sababu watu watakuona. Neno la Mungu linasema vizuri katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 aya 28, anasema kumtazama mwanamke kwa kumtamani umezini naye. Mathayo anasema hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza akaangalia mpasuo wako akakutamani, kwa maana akakuangalia kwa kukutamani ukamsababishia kufanya nini? Zinaa. Hebu tusome tusome hiyo Mathayo sura ya 5 aya 28, wala iko mbali. Hii hapa nafungua Biblia yangu, na wewe pia unaweza ukafungua Biblia yako usome aya ya 5 sura ya 5 aya 28. Inasema hivi kama ifuatavyo, anasema lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa wewe umevaa vazi ambalo linamsababisha mtu awake tamaa ndani yake, maana yake anazini na wewe. Kila anayetazama kwa kuwaka tamaa amezini na wewe. Na nani kichocheo? Ni vazi. Nimesema nitakufundisha tabia zinazochochea roho ya tamaa.
moja anaanza na mavazi, nazungumzia mavazi yenye mipasuo. Na tukiachana mavazi yenye mipasuo, kuna mavazi mengine unakuta mavazi yanayoonesha maungo ya ndani. Mtu anavaa nguo nyepesi ambayo yani mwanga ukipiga mtu anaona mpaka ndani. Manake hilo vazi inawezekana umelivaa kwa makusudi, mimi siwezi kujua, lakini nafundisha zaidi. Wewe ambaye huelewi, unaweza ulimwangalia, nyinyi mnaita ama role model, umemwona role model wako amevaa vazi la namna hiyo na wewe ukalipenda. Ninakuonya, hayo mavazi ndio mavazi ambayo yanachochea ile roho ya zinaa. Unaweza ukasema navaa ili nipendeze tu, kwani kuvaa ni kitu gani? Lakini vazi hilo hilo ndio linaenda kukuangusha kwenye roho ya zinaa. Utaanza kutembea na watu kuzini, utaanza kufanya uasherati, utaanza kutembea na wake za watu au waume za watu kwa sababu tu ya mavazi yanayovalika. Sasa kwa wanawake, nikizungumzia mavazi yanayoonesha maungo ya ndani, ugonjwa huu hasa wanao wanawake, wanaume wanao lakini kwa kiasi kidogo sana. Ugonjwa huu ama tatizo hili ama tabia hizi zinawagusa zaidi wanawake. Kwa hiyo unaona, kwa habari ya mavazi yanaonesha, yani yako open, na wengine wanafikia hatua hata hawavai zile nguo za ndani za kujisitiri. Ndani hajavaa chochote, anakuja nje anavaa nguo ambayo inaonesha mpaka ndani. Hivyo ni vichocheo vya kuiamsha ile roho ya zinaa. Yote hayo ni sehemu ya vichocheo vya kuamsha roho ya zinaa. Kwa hiyo kama unavaa mavazi ya namna hiyo, basi uelewe ya kwamba unaamsha roho ya zinaa wewe mwenyewe. Kwa hiyo inawezekana ulikuwa hujui, nimekufundisha ili ujue. Inawezekana hujui tatizo lake ni nini, unaweza kusema mimi navaa tu. Mimi nakufundisha athari ambazo unaweza kukutana nazo kwa kuvaa hayo mavazi ambayo hayastiri mwili wako. Ukivaa mavazi, hakikisha ni vazi ambalo linakustiri. Kwanza linakupa uhuru. Linakupa nini? Uhuru. Mimi nakuhakikishia mbele ya Mungu, kama unaweza kusema na Mungu, sema naye, umuulize, je, kuvaa suruali ni halali mbele zako Bwana? Atasema na wewe, na kama akikwambia ni halali, vaa, ila mimi na uhakika atakwambia sio halali. Achana na mafundisho yanayopaka watu rangi. Ninakuhakikishia kitu hiki kitakufanya usione mbingu, ama uione mbingu kwa tabu kweli kweli, kwa sababu tu ya mavazi. Sasa nini kinakusababisha unganganie mavazi ambayo hayana sababu ya kuwa nayo? Kwa hiyo ukiona na mavazi ya namna hiyo, acha mara moja. Mavazi mafupi ni sema mavazi ambayo yanaonesha maungo ya ndani. Mtu anavaa vazi ambalo halijavuka magoti. Una sketi ambayo wanaita mini sketi ama sketi fupi, haijavuka magoti yako, halafu unaenda mbele za watu, kitu kinaanguka chini, unainama. Ukiinama, maungo yote, stara yako yote inaonekana. Sasa hii ni sehemu ya vichocheo vya kuiamsha ile roho ya zinaa. Unaweza ukaona umependeza, lakini ndugu yangu mpendwa, nakwambia ewe dada ambayo unafanya hivi, inawezekana kabisa umeingia kwenye uzinzi kwa sababu ya nguo zako mwenyewe. Inawezekana kabisa umepata mimba ukafukuzwa shule, chuo kwa sababu ya nguo zako mwenyewe, zimekuponza. Haujui, unasema mimi nilipewa mimba nikatelekezwa, mwanaume mwenyewe aliniahidi hivi na hivi na hivi, lakini hakutelekeza akakimbia. Huyo mwanaume sio mpumbavu, alitaka kufanya starehe na wewe akukimbie, kwa sababu aliwaka tamaa ya kulala na wewe, aliwaka tamaa ya kushiriki tendo la uasherati la zinaa na wewe, ndio akashiriki na wewe. Haukuwa sehemu ya mpango wake. Kwa hiyo wewe uliwasha ile taa ya tamaa, uliwasha roho ya zinaa ikawaka, na mwenzako akawasha roho yake, umeme ukawaka pale, akakufuata, akakulagai, akakudanganya. Matokeo yake nini? Ukaingia kwenye mtego. Nani kaathirika? Ni wewe ambao umefukuzwa shule. Ni wewe sasa ambao unatafuta baba wa mtoto wako. Ni wewe ambao umekuwa single mother. Ni wewe ambaye sasa unaona kama umekimbiwa. Kumbe maisha uliojitengenezea, uliwakaribisha maadui, ulikaribisha walafi, ukawakaribisha Wafilisti ambao hao kazi yao ni kuvuruga tu. Ukakaribisha watu ambao hawakuwa na nia nzuri na wewe, ila ni kwa sababu ya nini? Ya mavazi yako ambayo ulisema umevaa, umependeza. Nyakati za mwanzo ulivyokuwa unayavaa ulisema umependeza, lakini mavazi yako ndio yamekufikisha leo unalea mtoto, una watoto 4 5, kila moja na baba yake. Unalalamika, lakini je, umechunguza mavazi yako? Umechunguza tabia yako katika mavazi?
nafundisha kwa habari ya tabia zinazochochea roho ya zinaa. Nimeanza na mavazi, lakini kuna kitu kingine ambacho ni cha ajabu sana. Mtu unavaa vazi, gauni zuri, tazama, ana gauni zuri limefika mpaka chini, yani mikono mirefu, lakini tazama kifua chake, anaonesha matiti yake kana kwamba mahali alipo kuna mtoto anahitaji kunyonya. Sasa hii tabia itawapeleka pabaya, na ndio nasema moja ya tabia ambayo inaamsha roho ya zinaa. Yani wewe unajiangalia kwenye kioo, unaona umependeza. Ni kweli unaweza ukaona kama umependeza, lakini nakwambia moja ya tabia ambayo inaamsha roho ya zinaa ni kuvaa mavazi, kuyaacha matiti nje, mnayanyanyua, mnaacha kifua wazi. Yani ukitazama, manake unajua mwanadamu anapokutazama cha kwanza na kuangalia usoni, alafu anakuangalia kifuani. Alafu nature yenyewe, yani asili ya mwanaume anapomwangalia mwanamke, cha kwanza anaangalia kifuani. Sijui kama tunaelewana hapa au kama mnapata kitu chochote. Anaangalia kifuani kwa jinsi mwanaume alivyoumbwa, anaskani kitu kwa haraka. Sasa anapoangalia kifuani katika ile engo, anakutana na matiti yote yako nje. Umeacha matiti nje kwa makusudi. Kwa nini unafanya tabia kama hizo? Wewe unaona fashion. Mwanaume ambaye ameshaona tayari akili yake imewaka tamaa, si ndio roho ya zinaa umeichochea? Inawaka tamaa, anaanza kukufuatilia, ataanza kukulagai kwa namna yoyote na kwa gharama yote, mpaka talala na wewe. Utasema ilikuwaje huyu mwanaume, mimi hata sikumjua, alinifuatiliaje? Huko kwenye kumbi za starehe na sherehe, sasa kwenye sherehe huko mnakutana, anawatazama yule nani, anaanza kukuvizia, anatafuta namba yako mpaka anaipata. Nini kisa? Matiti uliacha nje, mali yako uliacha nje. Akaiona fisi, akaona mali iko nje, akasema huyu siwezi kuacha. Mbwa mwitu ameona nyama, hawezi kuacha. Hao ni mbwa mwitu, ndugu yangu, ambao hawana lengo jema na wewe, na wewe hujatulia katika hilo. Wanakufuatilia, watachukua namba yako, wataitafuta mpaka waipate namba yako. Hata kama akikuomba utamnyima, atakusumbua. Je, utaweza kumkabili siku zote atakazo kusumbua? Kila mmoja na ubavu wake, kila mmoja na uwezo wake katika kutafuta kupigania ushindi haramu. Anataka kupata ushindi haramu juu yangu, kwani lazima anasema mimi yule siwezi kumkosa. Atakufuatilia kwa namna yote. Mwisho wa siku nani anayekwenda kuumia? Wewe utakwenda utalala naye, utashindwa kustahimili. Atakulagai anavyojua kulagai, atakodi hata na magari ya kifahari ajionyeshe yeye ndio yeye, kumbe anataka kukulagai. Chanzo nini? Matiti uliacha wazi. Wewe mwenyewe kwenye sherehe, akakuona analala na wewe. Mwisho wake nini? Ndoa yako inavunjika kwa jambo dogo, na wewe mwenyewe unaanza kujuta, ilikuwaje nikalala na huyu mwanaume? Mbona sio mtu ambaye alikuwa ni type yangu? Mbona sikuwa na interest yote na kuvutiwa na yeye? Ilikuwaje? Sio ilikuwaje. Kumbuka tabia yako katika mavazi. Uliacha mali nje, uliacha matiti nje. Matokeo yake nini? Fisi wakaingilia kati, wakisaka mizoga. Kwa hiyo muwe mnajistiri, akina mama, akina dada, mjistiri. Unakuta mtu una familia, una watoto, Mwenyezi Mungu amekuumba, una matiti makubwa, unayapiga jeki kweli kweli, unayanyanyua kweli kweli, alafu unayaacha wazi. Kwa ajili ya nini? Huko ni kuchochea roho ya zinaa. Kama ulikuwa ujui, ninakufundisha. Kama unafanya makusudi, ninakwambia athari zake ni nyingi sana, hata kama wewe usijui. Anayekutazama kwa kutamani ameshazini na wewe. Je, unafanya toba ya kuzini wewe? Manake anakuwa amezini na wewe. Unajua umezini na wangapi? Ulipoenda kwenye hiyo sherehe, walio kuangalia kwa kutamani wakazini na wewe, si mmezini? Sasa mtu anazini peke yake? Si neno la Mungu nasema katika kitabu cha Mathayo, tumeona sura ya 5 aya 28, anayemwangalia mwanamke kwa kumtamani ameshakuzini naye moyoni mwake. Manake mmezini wote wawili. Sasa wangapi walikutamani katika hiyo sherehe, wamezini na wewe? Je, unawatambua? Umezini na watu 100, hujui, unarudi nyumbani una dhambi ya zinaa. Utamwangalia Mungu kwa jicho gani? Na haujui chochote kama kilifanyika, utapuuzia, lakini kumbe ni kitu ambacho kinakwenda kufanya nini? Kukuangamiza. Nimeanza kukuambia kwa habari ya mavazi, na kwenda sehemu ya pili ambayo inahusu utamaduni. Tabia ambazo zinachochea roho ya zinaa. Utamaduni mbaya. Najua Mungu alimuumba mwanadamu kwa jinsi ya pekee sana, na alimuumba mwanaume na mwanamke, alimuumba wote, aliwaumba. Lakini kuna aliyetangulia kuumbwa na kuna aliyefuata kuumbwa. Kumbuka kitu kimoja cha muhimu sana, kwamba
Mungu alipomuumba mwanadamu, akamuumba mwanaume na akaweka kila kitu kwa ajili ya mwanaume, Mungu akaona ya kwamba kuna kitu hakipo sawasawa. Akamuona Adamu ya kwamba ni kama kuna kitu kimepungua. Alafu Mungu akasema kwa namna hii, hebu ngoja ni muumbe mwingine, msaidizi wake. Sasa anamuumba nani? Msaidizi, mke msaidizi ambaye ni wa kufanana naye. Mungu angaliweza kuchukua udongo mwingine akaufinyanga finyanga akatokea mwanamke, wala kusingekuwa na ubaya wowote, lakini Mungu alikuwa na sababu, akampulizia usingizi Adamu, akachukua ubavu wake wa kushoto kwa ajili ya kumuumba mwanamke, akamfinyanga finyanga jinsi ilivyo, ili Adamu aone kile kitu ni cha pekee. Ndio mwanadamu Adamu akasema, huyu kwa hakika ni nyama kati ya nyama zangu. Unasikia anavyosema Adamu, ni nyama kati ya nyama zangu. Yaani aliona kitu cha pekee, akaona hiki kwa kweli hii kitu sijaona kabisa, ni kitu cha kushangaza. Sasa hilo ulizingatie katika maisha yako. Ulizingatie kwa sababu gani? Hilo jambo mpaka leo linaendelea. Ule utofauti kati ya mwanaume na mwanamke ni mkubwa sana kwa maana ya kiumbaji. Ndio maana maumbo ama maumbile ama shepu ama umbo la mwanamke ni tofauti kabisa na la mwanaume. Sio shepu tu, misuli yote na jinsi mwanamke alivyo ni tofauti na mwanaume. Hapa sasa ndipo naposema utamaduni mbaya unapofanya kazi. Utaweza kujiuliza hapo, utamaduni upi? Nitakuambia baadhi ya mambo mengine, utayafananisha na haya nayoyasema, utayaongezea wewe. Wewe unajua kabisa ni mwanaume, unawezaje kwenda kukumbatiana na mwanamke asiye mke wako? Inawezekana vipi? Maana mwili wa mwanamke joto lake ni umeme mkali, na mwili wa mwanaume unapokea joto la mwanamke kwa namna ya pekee. Kwa hivyo mnavyokumbatiana mwanamke na mwanaume, kuna transformation, yani kuna nguvu ya kiumeme pale inatembea, ambayo inachochea roho ya zinaa. Utakutana na joto lisilo la kawaida, joto ambalo litaamsha hisia mbaya, joto ambalo litakusababisha uanze kufikiri tofauti. Unakumbatiana na mtu asiye wa kwako kwa sababu zipi? Tabia ambazo ni utamaduni mbaya. Sasa unaweza ukafikiri ni kitu cha kawaida. Ninakwambia kwa maana ya kukufundisha, tabia hiyo hiyo ya kukumbatiana na wanawake na wanaume, mnakumbatiana, ndio chanzo hicho kikasababisha wewe umeingia kwenye hilo tatizo. Umepata mimba, umepata magonjwa, umeingia sehemu ambayo hukutarajia kwa sababu ya kukumbatiana. Ndio maana ninakwambia tabia inayochochea roho ya nani? Ya zinaa. Roho ya nini? Ya zinaa. Tabia inayochochea roho ya zinaa, moja wapo ni kukumbatia mwanamke asiye mke wako, kukumbatiana na mwanaume asiye mume wako. Unaweza kukumbatiana na mama mkwe wewe? Kwa nini hauwezi? Kinachokushinda nini? Kama ni tabia nzuri, kakumbatiane naye. Mbona unakimbia? Ni ishara ya kwamba huo ni moto. Huo ni nini? Huo ni moto, sio wa kuchezea, unaunguza. Yani umeme uliopo hapo ni umeme, nasema ni wa kiwango cha juu, yani ukigusa umeenda. Mtu alikuwa ana mawazo yoyote, hana fikira zozote, baada ya kukumbatiana tu kuna hisia zimeamka. Wanaonielewa wananielewa, wasionielewa wanazidi kushangaa. Kwa hiyo ninakuambia na ninakufundisha kwa habari ya tabia zinazochochea roho ya zinaa. Utamaduni mbaya, utamaduni wa kukumbatiana na mwanamke au na mwanaume asiye mke wako, hiyo ni hatari. Mwanaume kwa mwanaume kumbatianeni, mwanamke kwa mwanamke kumbatianeni, lakini mwanamke na mwanaume msikumbatiane kama hamna mahusiano ya ndoa, maana ndio mahusiano yanatambulika hayo, hakuna mengine. Kinyume cha hapo ndio mwanzo wa kuamsha roho ya zinaa.
Nimetoka kusema mwanzoni kabisa nilipokuwa nafafanua kuhusu mavazi. Unakumbatiana na mwanamke, alafu ndio wale ambao miongoni mwao Mungu amewabariki wana matiti makubwa, alafu ndio miongoni mwao wameachia vifua wazi, na wewe umevaa labda shati umeachia nao kifua wazi, mnakumbatiana, mnagusana, ule umeme pale unawaka pa. Ndugu yangu, usiseme watumishi hatukusema. Utakuja kuingia kwenye matatizo ambayo utajutia. Ndio watu wengi wameingia kwenye ndoa zisizo rasmi, kwa sababu waliamsha vitu kwa wakati usiofaa, wakaamsha vitu kwa watu wasio wa kwao. Umeamsha mihemko kwa mwanamke asiye wa kwako, ukaona huyu ndiye, ukawaka tamaa, ukaenda kutafuta mwanamke awe mke wako kwa kuwaka tamaa. Mwanamke wa ndoa atafuti kwa tamaa, ndugu yangu. Mwanaume wa ndoa hatafuti kwa kuwaka tamaa, anatafutwa kwa mpango wa Mungu. Lazima upate mwanamke au mwanaume ambaye amebeba kusudi la Mungu katika maisha yenu. Mkiishi hayo maisha ya kuwaka tamaa, ndio maana ndoa zinakuwa na malalamiko yasiyoisha. Watu wengi wameingia kwenye ndoa kwa sababu ya kuwaka tamaa, sio vinginevyo. Kuwaka tamaa, kukumbatiana, tabia, utamaduni mbaya kabisa wa kukumbatiana. Wewe chunguza haya ninayoyafundisha, kaa tu mahali afu angalia jinsi ilivyo. Inaenda sawa sawa? Na kwa nini huyu mmoja ukumbatiane naye, alafu nimekuambia kakumbatiana na mama mkwe? Kwa nini unashindwa? Nini unaogopa? Ndicho ninachokuambia, huku kimepewa uzito ambao wewe unaujua, huku kwingine hakujapewa uzito ambao wewe unaujua. Ndio unaokuambia sasa hivi. Mimi ninakuambia kwamba tabia hiyo inaamsha roho ya zinaa. Roho ya zinaa ikishaamka, mtafanya zinaa. Mkishafanya zinaa, matokeo yake mnayajua. Habari ya zinaa, kwa habari ya zinaa, uasherati, ikimbie zinaa, ikimbie zinaa. Mtu afanye zinaa, anafanya uovu juu ya mwili wake mwenyewe. Zinaa ni hatari. Kwa hiyo hizo ni ishara ambazo zinaamsha zinaa. Wewe mwanachuo una tabia kukumbatiana na wanaume wana perfume nzuri na nini, oh wow hiyo wow itakuja kuwa wiu, yani kilio, utakuja kulia. Tunaongea kama mzaa, lakini sio mzaa, sio kwa maana ya kumchekesha yoyote, ni kwa maana ya kukuambia uhalisia wa mambo, kwamba unajiuliza ilikuwa kuwaje ukawa na wewe mwanaume mlikumbatiana? Ilikuwa kuwaje ukapata mimba wewe mwanaume mmekumbatiana? Chanzo kilikuwa ni hicho, kukumbatiana. Imekuwa kuwaje mwanaume ukamruhusu ukamwachia mwili wako akakuzalisha akakukimbia? Mlikumbatiana. Ninakufundisha hapa, wewe unayejua ninazidi kukukumbusha, wewe usiyejua ninakutaka ujue. Kama unayo tabia, acha, kaa mbali, jitenge na tabia kama hiyo, kukumbatiana. Utamaduni mbaya mwingine ni namna ya kukaa, namna ya ukaaji. Kwa mfano, sisi tulifundishwa katika mila na desturi za kwetu huko kwetu sisi, yani haiwezekani mwanamke akawa amekaa anakutazama alafu wewe ukakaa mbele yake unamtazama. Hiyo haiwezekani. Yani kiutamaduni wetu hiyo yani ni mwiko, yani haiwezekani. Yani lazima mpeane. Wanasema inawezekana katika uvaaji wake wa sketi akajisahau. Akijisahau anaweza akatanua ile sketi. Sasa pengine mzazi wako, hata kama sio mzazi wako, dada yako, hata kama si dada yako, rafiki yako, kwa nini uone maungo yake? Kwa nini uone sema ambayo yeye ametaka kuistiri na inapaswa kustirika? Kwa hiyo unapokaa mbele yake unasema huenda akajisahau. Kwa hiyo utamaduni mwema ni kukaa pembeni yake, sio karibu, pembeni, kwa maana yeye anatazama. Yani kama mnatazamana, lakini kaa pembeni, unakaa pembeni kidogo, ili hata ikitokea bahati mbaya amekaa ameshindwa kujiweka sawa sawa, basi wewe usione mule ndani. Huu ndio tamaduni. Lakini mtu anakaa na mwanamke, hata mke wa mtu, wanatazamana hivi. Mwanamke amevaa nguo fupi, vitu vya ndani vyote vinaonekana, mali zote kule ndani zinaonekana. Wengine hata zile nguo za ndani hawavai, mali zinaonekana. Utamaduni mbaya, ukaaji. Unategemea hapo hamuamshi roho ya zinaa?
Roho ya zinaa inakurupuka liko kurupuka. Hata kama ni shangazi yako, ushangazi utaweka mbali. Hata kama ni dada yako, dada utaweka mbali, kwa sababu nimekuambia kwa habari ya mwanaume na mwanamke wameumbwa katika frequency mbili tofauti. Ni umeme wa hatari huo, au kuumbwa kwa bahati mbaya. Ndio maana ukigusa unaenda. Namaanisha hivyo. Mnakaa sehemu, nimekuambia joto la mwanamke sio la kuchezea. Unakapoligusa, utakapogusana joto lako mwanaume na la mwanamke, kuna vitu vitaamka. Ile roho kule lazima itachemka, itaamka hata kama ulikuwa udhani. Ninakueleza kweli. Ukitoka pale unawaza tu, sasa unajua zinakuwa nyingi. Matokeo yake unaanza kumjenga yule roho ya zinaa ndani yako, anaanza kujengeka. Sasa yule mwanamke yule, sikubali. Yaani mimi lazima nimpate. Nini? Ulikaa karibu yake, joto lake ukalipata. Mnakaa mnawekeana mikono kwenye mabega. My friend, ndugu yangu, hiyo ni mbaya. Huyu rafiki yangu mumwekea mkono kwenye bega. Nimekuambia joto la mwanamke sio joto la kuchezea. Kwa lazima kujua jinsi gani utakaa naye katika hali ya kistaarabu. Utamaduni mbaya. Unamwekeaje mkono wako kwenye bega mwanamke asiye mke wako? Inawezekana vipi? Hiyo ni moja ya tabia ambayo inachochea roho ya zinaa, na kufundisha kwa habari ya tabia zinazochochea roho ya zinaa pamoja na hiyo. Kwa hiyo kama una tabia hiyo, ujue kabisa kama umepata changamoto, kati ya changamoto nilizozisema hapo mwanzo wake ni mikono yenu mnapowekeana. Kwa hiyo mnapokaa, kaeni mbali, kaeni katika mkao wa heshima, kama kaka na dada wanavyokaa nyumbani, wazazi walio werevu wanavyowafundisha jinsi ya kukaa. Mnakaa pembeni, sio lazima mkaribiane. Unajua hata kwenye madaladala haya tunakaribiana kwa sababu tu hakuna namna, lakini si kitu chema. Unakaa kwa wasiwasi. Kwa mtu yote mwenye adabu, kama unakaa na mama hapo, umekaa naye kwenye daladala, uweze kujitanua. Yani kila kikao unatamani kama ujibane kwenye dirisha hivi. Yani kama aelewe, anaona kama huyu anahangaika nini. Kumbe wale wastaarabu wanajitafutia namna ya kwamba hili swala sio sawa sawa. Mwingine anaweza akanyanyuka kabisa akampisha mwingine akae, anakwepa hicho kitu. Lakini leo haipo hivyo. Lakini nakwambia kabisa ni tabia inayoamsha roho ya zinaa. Kwa hiyo kama una tabia hiyo, ujue kabisa unaiamsha roho ya zinaa. Namna ya kusalimiana, mnasalimianaje? Kuna watu wanasalimiana mpaka wanaongeshana mashavu. Kuna watu wanasalimiana eti wanabusiana. Jamani. Hivi nyinyi mnaijua roho ya zinaa vizuri? Mpendwa, unaifahamu roho ya zinaa vizuri? Yani inatafuta sababu kweli ukambusu mtu ambaye sio mke wako. Busu kabisa, unaenda kumbusu. Hiyo ni sehemu, ninakwambia, unaweza ukachukulia ni vitu vya kawaida. Wanasema mbona sisi tunafanyaga, hawa ni washamba. Bora uwe mshamba. Nakwambia ndugu yangu, kubali ushamba, utakaa sehemu salama. Huo werevu huo ndio umekuponza. Huo usasa huo na ujuaji huo mjini huo ndio umekuponza. Na kueleza vizuri, ukikutana na mwanamke ambaye, narudia, joto lake limekamilika, ana vitamins zile ambazo zinatakiwa kuwepo, wewe usije ukajaribu. Kitakachoamka hapa, wewe unajua, unaweza, mimi mbona nafanyaga, unakutana na watu ambao wametumia mafuta ya kila aina, damu imekuwa baridi. Sio vema, lakini kwa sababu pengine ya matumizi ya vitu vingi, madawa mengi, joto lake limepotea. Amekuwa ni mtu ambaye ni chemical. Ndio unaona unamkumbatia, unaona sawa, lakini ninakuonya, ipo siku utakuja kukumbatiana na mtu ambaye joto lake lipo kwenye ile standard inayotakiwa. Utauona moto ambao ninakwambia, utaona ule umeme ambao nimekuambia. Umeme, unajua umeme wewe? Unajua, wanaonielewa na nielewa. Umeme unawaka saa ile. Umeme, na maanisha umeme, mnielewe vizuri. Sio kitu cha mchezo. Yani mtu ambaye wewe kama hauna matatizo unakumbatiana na mwanamke, ujue kitakachoamka hapo sio kitu kizuri. Ndio nakwambia, tabia, usipende hizo tabia. Hata kama umezoea, hata kama unaona ni sawa. Nimekuambia utakuja kukutana na mtu ambaye joto lake liko sawa, centigrade zinasoma vizuri. Utaona utakavyoangamia. Utaona utakapoingia kwenye zinaa. Utaona utakapoenda kujutia kwamba ningejua. Sio ningejua
ni tabia ulioizoea ya utamaduni mbaya wa namna ya kusalimiana. Ndio kule kukumbatiana kwingine ni sehemu ya kusalimiana, wanasalimiana kwa kukumbatiana. Acha hiyo tabia, unaamsha roho ya zinaa, itakupeleka pabaya. Ishara moja kati ya utamaduni mbaya, yani kuna watu, unajua mwanzoni nimesema vizuri kabisa, jinsi Mungu amemuumba mwanamke, hakumuumba masiala, alimuumba. Ndio maana Adamu akasema huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu. Yani Adamu alisisimuka kwamba uumbaji wa Mungu pale umetimia, ndio maana Adamu akatulia. Sijui kama tunaelewana vizuri. Sasa kuna namna pia katika ule utamaduni mbaya, jinsi ya kuangaliana, mnatazamanaje. Yani unakuta mnaongea vizuri, alafu mwanamke anabadilisha namna ya kukuangalia, anakuangalia katika mfumo wa kubadilisha network. Unajua kuna watu mmekutana na hivi vitu, mtakuwa mnanielewa vizuri sana. Chukulia tu mtumishi. Sasa sisi watumishi, sisi kama watumishi sasa, hizi kesi ndio tunazijua vizuri, kwa sababu tunaongea na wengi, tunakutana na wengi. Unamsaidia mtu kwa ajili yake, alafu unaona katika kumsaidia anabadilisha mfumo wa kukutazama, anakutazama kwa uchochezi wa ile roho ya nini? Roho ya zinaa. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Yesu anaishi ndani mwetu, anakuaga ana panchi, yani anaondoa kile kitu. Na unajua Yesu kuna mahali alimwambia Petro, toka mbele yangu shetani. Wakati Petro ni kati ya wanafunzi walikuwa wanapendwa sana na alikuwa ana bahati sana. Hakuwa anamwambia Petro, alikuwa ameona kuna roho imemwingia Petro kwa wakati ule ule, nataka kuleta shida. Kwa na sisi watumishi inatusaidia hiyo, kwa sababu tunaiona kwamba huyu anaelekea wapi. Yani roho wa Mungu anakuambia huyu anakoelekea ni huku. Kwa hiyo kama mtumishi unabadilisha njia, unaenda njia nyingine. Hii inatukuta na watumishi wengine wanaanguka kwa sababu hiyo. Ushawishi wa nini? Namna, yani ukiondoa mavazi, ukiondoa namna nimekwambia kuonesha maungo ya ndani, jinsi mwanamke anavyokuangalia ni sehemu ya kuamsha ama kuchochea ile roho ya zinaa. Kwa mtazamo, analigeuza lile jicho, anavyojua yeye, unaona kabisa hapa tayari hapa kuna kitu hakipo sawa sawa. Ukiwa kama mtumishi na hapa kuna kitu hakipo sawa sawa, mtumishi anaona, wewe je? Kwa hiyo uwe makini na unavyokuwa unaongea na mwanamke. Usipende yani kubeba kile ambacho anakiapply, anachokifanya. Yani anafanya kwa makusudi ili anaiamsha roho ya zinaa uingie. Sasa huo ni mtego, unaweza kaingia wewe mwanaume pia. Mwanamke anakuja na kuamsha kwa makusudi. Yani wewe ulikuwa ujui, kumbe mwenzako amekufanyia makusudi ili aamshe roho ya zinaa ndani yako. Mwenzako amekubuu kwenye mambo hayo, anakuamshia roho ya zinaa wewe. Mwenzangu na mimi huko chuo mwaka wa kwanza, umekutana na jambo hilo, kibumu chote fiu, ada yote fiu, unarudi nyumbani unalia. Unalia nini? Jicho. Ninakufundisha ili ujue, sio ucheke, sio ufurahie. Ujue kwamba kuna wenzako wako nyumbani kwa sababu hii ambayo naiongea hapa. Kuna wenzako wamepata matatizo makubwa, na wengine wamepigwa wakaumizwa, wengine wamefungwa magerezani, wamesingiziwa kesi kwa sababu ya wanawake za watu. Nini? Jicho, mtazamo. Na haya yote ambayo nayakwambia yana madhara mengi, ukiachana na madhara ya kiroho, Mungu hapendi, na vitu ambavyo vinaweza kuletea shida mbeleni. Lakini kuna wengine wanapata madhara physical kwenye miili yao, kwa kupigwa, kwa kuumizwa, kwa kupelekwa jela kwa sababu ya kusingiziwa kesi za mahusiano tu. Nini? Jicho. Nini? Mavazi. Nini? Kifua. Nini? Kukaa. Tatizo kubwa. Ishara za mwilini hizo nazungumza. Ishara za mwilini, mtu anakulegezea macho, anayabadilisha macho kwa makusudi ili tu aamshe roho ya zinaa. Sio hiyo tu, anabadilisha macho, alafu mwingine anabadilisha na sauti. Unanielewa vizuri? Yani tayari jicho amelituni kukuamsha wewe. Yani hii sasa, hii kesi inaenda kwa wanaume. Yani mwanaume unaongea na mtu, alafu unakuta amekubadilishia muonekano wa jicho lake, amekubadilishia kinywa chake, anakubadilishia na sauti. Maana yake ni nini? Hafanyi kwa bahati mbaya. Sasa wewe mwanaume, amka. Huyu anafanya hivi kwa kusudi gani?
anataka akuingize kwenye matatizo. Yaani kuna watu wanafanya hizi habari ili wengine waingie kwenye matatizo. Sasa wewe haujui ishara ambazo zinaamsha roho ya zinaa. Hiyo ni roho inafanya kazi, anaichochea ndani yako. Sasa kama uko makini na elimu kama hii hauna, wewe unachukulia kawaida, kawaida, ile roho ikikukamata tu tayari umeshapigwa upofu. Ukija kuzinduka umeshafanya lile tendo, umeshaingia kwenye zinaa, umeshapata madhara tayari. Ndio akili inaamka. Kwa sababu roho ya zinaa iliamka, ikachochewa, ikaamka, ikakupiga upofu. Na watu wengi wameanguka kwa sababu hiyo, sio kwamba walipenda. Sema yule bwana mzembe, sio uzembe. Kuna vitu hakuvijua ambavyo vilikuwa ni hatari. Ndio mimi nakufundisha hapa ishara za mwilini. Nimekwambia kulegeza macho au kulainisha sauti. Vyote hivyo vinakwenda kuamsha roho ya zinaa ndani ya mtu. Roho ya zinaa inachochelewa. Yaani ulikuwa una nia yote, mtu anakuchochea. Kwa hiyo ukiona hali ya namna hiyo, jaribu kuescape haraka sana. Uko mbele kuna kitu nitakufundisha ambacho naweza nikakisema tu hapa. Mambo haya huwa yanatokeaga mara nyingi nyinyi mnaopenda kukaa faraga bila sababu. Twende tukajisomee kule, mnakaa sehemu ya mbali, mpo wawili tu, ndio anakufanyia vitimbi vya namna hiyo. Unaona darasa linaondoka, masomo yamefutika, daftari limefutika, uoni chochote, vitabu havioni chochote, unasikia sauti, unaona jicho, ameshaamsha zinaa, imeamka, tamaa imewaka, mnatoka pale, mnakimbizana, mkitoka pale mmoja anajutia, mmoja anafurahia. Aliyefanya makusudi, ambaye amezoea tabia hiyo, hawezi Wewe ambao hujazoea, nimekuambia ndio uko chuo mwaka wa kwanza, viela vyako vishaliwa, umeshapukutishwa kila kitu, ndio unaanza kujutia. Lakini kumbe ungejua tusikae faraga, tukae sehemu yenye watu wengi, ungekaa. Twende tukajisomee, unajua, twende kule mbali ndio kuna utulivu. Kuwa makini. Mnapokaa viumbe wawili, yani jinsi mbili, mwanamke na mwanaume, kuwa makini. Ninazungumza, nasisitiza jamani. Yani umeme uliopo hapo sio wa kuchezea. Yani sio wa kuchezea kabisa. Mmeshaona kuna grid ya umeme kwamba haiwezekani mtu akafika pale aidha avae vifaa maalumu. Yani hata mkiona kule unasikia umeme au pazimwe kama zile line kubwa ambazo yani utakiwa kukaribia kabisa. Ndio hicho ninachokizungumza hapa. Unajua kiharaka unaweza usinielewe, lakini akikukuta utanielewa. Sehemu ya pili nimesema kwa habari ya utamaduni mbaya. Sasa na wewe unaweza kuongezea yako mengi. Mimi nakufundisha kukupa mwanga tu ili upate kujua. Sehemu ya tatu, zawadi. Mtu anakupa zawadi. Yaani hata wewe unashindwa kuhoji hiyo zawadi kwa nini umepewa. Yaani mtu rafiki yako sawa, hivi zawadi yani anakupaje zawadi? Na hii zawadi ya aina gani? Kuna zawadi ukipewa sasa, bwana labda nakununulia chakula leo, haiwezi kuwa shida. Chukua biskuti, haiwezi kuwa shida, ingawaje inaweza kuwa ni chanzo cha shida. Lakini inaanza sasa, kaleta chupi, yani analeta nguo za ndani, anakununulia nguo za ndani. Unaanza kujiuliza inakuwaje? Kaenda kukununulia sio boxer, mwanaume kamnunulia mwanamke nguo za ndani. Anza kujiuliza anakununulia nguo za ndani kwa sababu gani? Somo linasema vizuri, tabia zinazochochea roho ya zinaa. Ndicho ninachokufundisha. Yani nakufundisha kwa umakini kabisa, kwa sababu kuna watu wameingia kwenye zinaa kwa kuto kujua. Ndio maana inakufundisha ili ujue tabia gani zinawaingiza watu kwa sababu tu ya kuchochea roho ya zinaa, wakaingia kwenye zinaa. Zawadi. Leo kaenda kakunulia simu, kaenda kakunulia iPhone. Unaanza kuona kwamba anakupenda. Kumbe amekufanya kama nguruwe, anakulisha unenepe akuchinje. Wewe una habari. Unasema rafiki yangu ananipenda kweli, kaniletea nguo za ndani. Rafiki yangu ananipenda kweli, kaninunulia iPhone. Rafiki yangu ananipenda kweli, kanitoa out. Rafiki yangu ananipenda kweli, kaninunulia gari. Rafiki yangu ananipenda kweli. Kuna siku atakuonesha kwamba wewe ulikuwa unawindwa ili akuchinje. Yani wewe unatafuta kuchinjiwa mahali kama nguruwe. Nimekuambia hao ni mbwa mwitu. Ninakueleza ili ujue alama na nyakati. Ukae kwa kutulia, ukae kwa kujua kwamba hii nikishaona zawadi hii ili ni tatizo.
Huyu ananipa zawadi. Ujifunze kuoji hata kama hauna. Kwa nini usioji huko ananipa zawadi hii? Wewe unachukulia iPhone yani bei ya chini ni kuanzia hizi sijui macho matatu, ni kuanzia 800,000 kwenda juu. Mtu anatoa 800,000 anakupa kwa sababu gani? Lakini wewe hilo hujiulizi, umeiona iPhone. Mtu anakununulia mpaka simu ya milioni 2, milioni 3. Yani hakuna sababu inayojiweka wazi kwamba hata wewe ukisema huyu ananunulia kwa sababu hii, wewe mwenyewe huioni hiyo sababu. Unaona unafurahia. Amevizia birthday yako anakuletea surprise. Ujiulizi hii surprise ya kazi gani? Yani lengo lake nini? Lengo lake haliwezi kuwa jema huyo. Ndugu zake usikutu anakufana njaa huyo. Mbwa mwitu anakuinda wewe. Kwa hiyo hizo zote ni kwa ajili ya kuamsha roho ya zinaa. Unapoanza kupewa, unapokea. Umepokea vitu, utakuja kuwapokea maneno. Ukiyapokea maneno utapokea na vitendo. Haleluya. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie unielewe ninachokufundisha ni nini. Anaanza kukuletea vitu, utapokea vitu. Ukiweza kupokea vitu atakuletea maneno. Ukipokea maneno utapokea kitendo ambacho kitakumaliza. Ndoa yako itaingia matatani. Utanunuliwa zawadi ambazo mume wako atazikamata. Vita, umeamsha vita. Ndoa imepotea. Ndoa hakuna kwa sababu ya zawadi. iPhone mwisho wa siku itaisha muda wake. Ndoa yako, watoto wako, afya yako, maisha yako, Mungu wako, huduma yako vimepotea. Kwa nini umeingia kwenye zinaa? Sababu ni kuingia kwenye zinaa. Chanzo, iliamshwa roho ya zinaa bila wewe kujua. Ilikuja katika mfumo wa zawadi. Ukapokea zawadi, ukaitumia zawadi A, zawadi B, zawadi C, ukafurahia. Matokeo yake yakawa mabaya. Zawadi, mtu anachukulia kawaida, zawadi. Chunguza zawadi unayopewa. Kwa nini unapewa? Ziko zawadi ukiletewa hazina mashaka, lakini kuna zawadi ukiletewa lazima ujiulize, zawadi hii ina maana gani? Na kwa nini unapewa wewe? Na kwa nini akupe huyu aliyekupa? Mtazame anayekupa zawadi anafananaje? Kuna msingi gani ama kuna mahusiano gani yeye kukuletea zawadi aliyokuletea? Tabia zinazochochea roho ya zinaa. Zawadi, sehemu ya 3. Sehemu ya 4, kuangalia picha za ovyo, picha chafu, picha za ngono, picha za pornography. Unakaa mwenyewe, umetulia na simu yako, unaona uko peke yako, unafungua zile peji zenu zile. Unafungua zile picha. Unafungua akaunti za mitandao ya kijamii ambazo zina mahusiano na masuala ya kingono. Sina haja ya kuelezea sana jambo hili. Yaani liko wazi, liko clear kabisa. Unapofungua unataka kuwasha nini? Unataka kuamsha ile roho ya zinaa. Kwa sababu mpaka umefikia hapo ulipofikia tayari roho inafanya kazi. Unaenda kuichochea tu. Baada ya kuangalia unaenda kufanya nini? Ndio matokeo yake kujichua. Ndio matokeo yake kusagana. Ndio matokeo yake mnaharibu kabisa mifumo yenu ya maisha. Kwa sababu mmechochea roho ya zinaa, imeamka, mmeshindwa kuikabili, mnataka kumalizana roho ya zinaa. Na ubaya wa roho ya zinaa, unapoanza kuifanyia kazi, unapoanza kuitumikia, ndio inaanza kwa spidi. Yani hautoacha kirahisi, kwa sababu ile roho simesha waka, kwa hiyo imesha amka. Yani ikija kupunguza kasi, wewe umeshaharibikiwa siku nyingi sana. Yani kama shule umefukuzwa, mimba umebeba, talaka umepewa, ndio akili inaanza kurudi, tayari imesha kufikisha eneo baya. Shetani anashangilia, amekuweza kuangalia picha chafu. Nisingependa kuelezea hapa, kwa pamenyooka tu. Kwa kuna tabia ya kuangalia picha chafu kwenye magazeti, kwenye simu, unajificha kwenye mitandao, unapekua, haujifichi, unajiumiza mwenyewe. Unajiumiza wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakwambia acha tabia ya kuangalia picha chafu, picha za ngono, picha za pornography. Acha kuangalia, kwa sababu ni kichocheo moja kati ya kichocheo kikubwa kabisa kinachoamsha ile roho ya zinaa. Sehemu nyingine, talaka. Usinielewe. Yaani mlikuwa mnapendana vizuri. Wewe mke wako alikuwa anakupenda. Talaka katika Ukristo haihalalishwi, haikubaliki. Mnapeana talaka batili, talaka bubu. Unaanza kumsumbua mke wako, matokeo yake unampa talaka. Biblia inasema vizuri, ukimpa talaka mke wako unamchochea kufanya zinaa.
Sijui kama naeleweka vizuri. Kwa hiyo anatoka pale na msongo wa mawazo. Kumbuka tayari ulishamuoa, tayari alikuwa na mahitaji yake ya kimwili kama mke ambayo anatakiwa ayapate kwa namna yoyote. Kinyume cha hapo ni ugonjwa. Hakuna ugonjwa, lazima mahitaji yake yote ayapate. Wewe unamwambia, umempa talaka yako, bubu, tuishiane, kila mmoja aende kwake. Umeenda huku, yeye kaenda kule. Wewe umepita huku, yeye kapita kule. Kule anakokwenda unaichochea roho ya zinaa, kwa sababu mahitaji yake yote atayapata wapi? Unachochea roho ya nini? Ya zinaa. Umeichochea roho ya zinaa kupitia talaka. Naweza usielewe, lakini nakwambia wazi, umechochea roho ya zinaa kupitia talaka. Ndiyo, talaka. Talaka. Kwa hiyo muwe makini. Muwe makini. Unaweza ukaona umefanya kitu kizuri tu, lakini umeichochea roho ya zinaa kwa mwenzako, na itakudai hiyo roho ya zinaa. Mungu atakudai kwa sababu wewe ndio umeisababisha ikaingia kwa mwanamke. Hili janga wanalipata sana wanawake, sio wanaume. Hili ni janga la wanawake zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo mnapoyafanya ya mambo, mjue kabisa kwamba hili likitokea ama likienda kutokea kesho na kesho kutwa, utadaiwa. Ndio. Miziki ya kidunia. Sehemu nyingine, miziki ya kidunia, yani wewe unapenda kutazama zaidi miziki ya kidunia. Ile miziki ya kidunia, hii miziki bwana, wewe iangalie tu, unaona jinsi walivyovaa. Sasa jinsi walivyovaa na kutazama picha za uchi, tofauti yake nini? Tofauti, wale wanaimba nyimbo za duniani lakini wamevaa vitu vya uchi uchi. Na huyu anaangalia picha chafu za ngono, tofauti yake moja tu, dogo tu. Wale kidogo na vitu vingine wanaweza kawafanya, lakini wanakaa uchi. Ndio naye kwambia, ambayo ukiyatazama yanakwenda yanachochea. Na nyimbo zingine tu jinsi zinavyoimba tayari zinachochea. Yaani jinsi ambavyo wanatamka, jinsi wanavyosema maneno yao, jinsi wanavyotukana. Maana kuna nyimbo zinatukana nyingi tu, zinatukana, zinakuchochea. Ndio maana nyimbo hizi zinapendwa sana maeneo ya starehe. Kwa nini? Yanafanana na uchochezi na huo uasi. Kuchochea roho ya zinaa. Ndio, yanachochea. Na nyimbo hizi zinaendana kabisa na ulevi. Maana utalewa, utasikiliza nyimbo, roho ya zinaa inawaka ndani yako. Ikiwaka, ikishachochewa, ikakolea, ukitoka pale na wimbo wako kichwani, una pombe yako kichwani, kumechukua tayari. Mnaenda kuandika rekodi mpya. Mnaenda kuandika rekodi mpya ya kwamba sisi ni waovu. Ama unaenda kuandika rekodi ya muendelezo kwamba sisi ni waovu tuliokubuu. Nini? Miziki ya duniani. Mimi sitaki kuamini kwamba unasikiliza nyimbo ya Injili, wimbo wa Injili, wimbo ambao unamsifu Mungu, wimbo wa kuabudu kabisa, ukaabudu huku unakunywa pombe. Wewe utakuwa umechanganyikiwa. Unaabudu, unajua kuabudu wewe? Nyimbo ya kuabudu ukiwa unakunywa pombe. Unaweza ukasikiza nyimbo ya kuabudu, mtafuta mwanamke kahaba ukaenda naye huko kwa nyimbo za kuabudu? Haiwezekani. Ila hizi secular music, hizi nyimbo za duniani, jinsi zinavyoimba zinaamsha ile roho ya zinaa. Zinapoamsha ndipo hapo umewasha mziki wako kwenye gari, ndipo unaposema sasa hivi ngoja siende kwanza nyumbani, ngoja nipitie mahali fulani. Unapita kwa wale wadada wanaojiuza. Nini? Ulisikiza tu wimbo ukakuamsha. Yaani umekuamsha ufanye kitu kwa sababu ya nyimbo fulani ulisikiliza, ama wimbo umeusikiliza, unakuamsha, umeamsha roho ya zinaa, ukaenda kuwatafuta huko aliko. Nini? Wimbo. Lakini zinaa inapofanyika, matokeo ni yale yale ambayo utakuja kujuta baadaye kwamba hii kwaje nikafanya hii. Utajutia nafsi yako, utajutia na wenzako, lakini mwisho wa siku unajuta. Kwa nini unajuta? Unajuta kwa sababu tu ulisikiliza wimbo fulani ama nyimbo fulani zikaamsha. Nyimbo nyingi za duniani zinaamsha roho ya zinaa. Wewe chunguza zinapigwa wapi, zinafurahiwa wapi, utagundua ninachokisema. Roho ya zinaa inakwenda kufanya nini? Inaamka, inawaka. Na jambo la mwisho ambalo niligusia pale sehemu fulani ni tabia ya kukaa faraga. Unakaaje faraga na mwanamke asiye mke wako? Unajua faraga sio lazima iwe chumbani. Mnaweza mkakaa maeneo hatarishi. Kwa mfano, mnaenda kwenye pombe. Nimesema pombe inaamsha. Yaani pombe inaamsha. Wanaonielewa wananielewa, wasionielewa naomba mnielewe. Roho Mtakatifu awasaidie.
Unamchukua mtu rafiki yako, haya wewe hujaoa, yeye hajaolewa, ni marafiki. Zinaa ni zinaa tu. Mnaenda sehemu mfano baa, unaenda kwenye baa kuna vimitimiti, alafu unaenda kule kwenye vimitimiti kule ndo kuna vibenchi vimekaa au viti vimekaa kule vimejitenga. Unategemea nini kizaliwe hapo? Unaanza kufanya kazi ule umeme niliokuambia. Sijui kama naelewa vizuri. Yaani ule umeme ambao nimekuambia sasa ndio unaanza kufanya kazi. Kwamba sasa tuko faraga, mnakunywa moja moto, moja baridi, ile roho unaichochea. Unajua ukichochea moto unafanya nini? Si unalipuka. Chochote ambacho hata ugomvi kuchochea, si wanapigana. Nimekusomea kwa habari ya kuchochea karama Roho Mtakatifu si ili ikue. Kwa hiyo unapochochea kitu kibaya kinakuwa, kikisha kuwa mnaingia kwenye zinaa. Tabia zinazo chochea roho ya zinaa ni kukaa faraga. Haya, uko labda hosteli, uko peke yako, labda wenzako wameondoka, unamuita rafiki yako wa kike, njoo bwana tusome. Mko peke yenu, mnasoma. Mnaposoma nimekuambia wakishakaa wa viumbe wawili tu ni umeme. Hiyo yani wewe bisha, lakini jaribu kama unataka kuingia kwenye matatizo, ama waangalie wenzako kama walipona. Wale walikuwa na tabia ukao wawili walipona, wewe chunguza tu. Hawakupona, ule ni umeme. Ile ni shoti ya umeme, sio ya kuchezea. Resendebo sakarika sanda bashaka. Roho Mtakatifu akusaidie kile ambacho ninakuambia kikae ndani yako, unielewe, ili uweze kuepukana na kitu kinachoitwa roho ya zinaa, kuiamsha. Watu wengi wameingia kwenye matatizo sio kwa kutaka, ni kwa sababu ya alama za nyakati hawakuzijua. Hawakujua kwamba hapa kwa jambo hili unaweza kuamsha roho ya zinaa. Wangapi wanakumbatiana mpendwa? Wangapi wanakumbatiana? Wengi wanakumbatiana, lakini kumbe jambo lilianzia pale. Frequency ilianza kusoma pale, hajui. Anakuja kuanguka kwenye zinaa, hajui. Lakini kumbe chanzo kilikuwa kukumbatiana. Sasa hivi nakwambia kwa habari ya faraga, unakaa faraga na mtu ambaye sio mke wako, mnakaa faraga, mnafanya nini? Kaeni maeneo ambayo hata kama mnataka kuzungumza hayana shida ya nyinyi kuwafanya ile roho ya mke. Kaeni mazingira ambayo ni meupe, ambayo ile roho kile ikitaka kunyanyuka inazuiliwa, lakini nyinyi mnaenda kuitengenezea mazingira ile roho ya mke huko ilipo ikurupuke kama nguruwe pori. Ikikurupuka ile rudi nyuma, unaingia kwenye nini? Matatizo. Mpendwa, nimejitahidi sana kuliandika hili somo likusaidie, kwa sababu wengi hawajui. Wengi wameacha ndoa zao kwa sababu ya kuchochea roho ya zinaa pasipo na kujua. Mambo ni mengi sana, nimekuambia unaweza wewe mwenyewe ukayaainisha mengine. Ni kuongezea la mwisho. Mlishafanya zinaa, mkapata watoto, hamkuwa mmeoana, ilikuwa ni zinaa, watoto wa zinaa au ndio? Hakuna namna, huo ndio ukweli. Mmeachana. Si ndio? Mfano mwingine namalizia, lakini wewe utaoanisha na mingine na mingine na mingine. Wewe umeoa mwanamke mwingine na huyo mzazi mwenzio ameolewa na mwanaume mwingine. Mnaanza kuwasiliana. Mtoto anataka nywele, mtoto anataka kukuona. Mnaanza kufanya nini? Kuwasiliana. Mnaanza na jambo jema tu, mtoto ana mahitaji, mtoto anataka kukuona. Kuna sheria na utaratibu wa kuona watoto. Waulizeni watu wazima wawaelekeze, kama nyie vichwa vyenu vigumu hamuelewi. Uwezi wewe baba ukaenda nyumba yao mwanamke kumfuata mtoto. Mtoto atakiwa apelekwe mahali ambapo ni salama. Labda kama kuna shangazi yako, ampeleke kwa shangazi yako. Sehemu ambayo ni salama, utamkuta kwa shangazi yako. Sio wewe ufunge safari uende kwa wewe mwanamke, unafika mpaka nyumbani kwake. Ama mtoto anachukuliwa na mama yake, mnakutana faraga. Haya nao yasema, mmekaa kwenye kigadeni kimejificha. Mnaanza unajua mtoto unajua ule umeme wa zamani ulishawaka. Mnaweza kuuzima, inataka moyo kuuzima umeme wa zamani. Ile ni high voltage. Ule ni umeme mkali, kuuzima sio rahisi. Ni wachache sana waliofanikiwa kuzima umeme huo, hata wakikutana umeme ule waki. Walio wengi umeme ule unawaka. Kwa kama unajua kabisa umeme utawaka, jihadhari na hiyo hali, kaa nayo mbali. Uchochezi wa roho ya zinaa, kwa sababu mlishafanya zinaa, ile roho inaendelea. Huu ni mfano wa mwisho nataka nikuambie tu, kwa sababu nimeukumbuka hapa mwishoni, kwamba kukutana wazazi mliozaa mtoto alafu kila mmoja akaoa na kuolewa. Hapa
na mara nyingi pana tatizo kubwa sana hapa. Roho ya nini? Ya zinaa. Mwingine hatarajii, wedha mwanamke hatarajii au mwanaume hatarajii, ila kwa sababu hamkuelewa mkakutana. Mlipokutana tayari pana faraga. Hapo kwenye faraga utoto kakaa tena mbali, mkaamsha ule umeme, mkaingia kwenye nini? Kwenye zinaa. Somo linasema tabia zinazochochea roho ya zinaa. Mungu akusaidie kuweza kuelewa na uweze kuepuka. Roho Mtakatifu akupe maarifa makali kabisa ili uweze kuepuka changamoto za roho ya zinaa. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatilia somo hili. Kwa kweli ni kati ya masomo marefu niliwahi kufundisha, mojawapo ni hili. Ni somo refu. Mungu akupe nguvu kabisa ya kuweza kutumikia njia halali ya Mungu na kumkataa shetani ambaye anachochea ile roho ya zinaa. Mungu akutie nguvu na Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kwa ajili ya somo hili. Ikikupendeza, share kwa wengine ili nao wapate mafundisho haya, wapate kuelimika. Na unayefuatilia channel hii ya YouTube, usisahau kubonyeza button ya subscribe ili pia uwe sehemu ya wale ambao wanapata mafundisho yako haraka. Lakini ukibonyeza button ya subscribe, bonyeza na ile kengele, alama ya notification, yani kwamba tukituma mafundisho yote uwe sehemu ya wale wa kwanza wanaopata mafundisho mazuri kama haya. Kwa kweli Mungu akubariki kwa kutenga muda wako. Mungu akuinue. Ziko namba za simu hapo, kama unahitaji msaada zaidi unaweza kutupigia. Uliye ndani ya Tanzania utapiga namba kama zilivyo. Uliye nje ya nchi, nje ya mipaka, nje tu ya nchi, Kongo, Kenya, Rwanda, Burundi, South Africa, Asia, Amerika, kokote uliko, toa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha, andika 255. Ukitoa 0 tu unaandika hivyo, alafu unaweza kutupigia ukatupata. Lakini pia hata kama ni WhatsApp, unataka kutupigia kwa kutumia WhatsApp ili kupunguza gharama, fanya hivyo. Kama uko nje ya nchi, toa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha, andika 255, utatupata kwa urahisi. Unawezekana na jambo unataka kutushirikisha, basi tupigie, tutumie ujumbe, na nina imani yangu kubwa kabisa Mungu atakusaidia kupitia lile hitaji lako. Na vile vile usisahau kucomment. Umebarikiwa, andika tu comment yako kwamba amina, nimebarikiwa. Mungu ameonekana katika maisha yangu, nimebarikiwa, ili Mungu apate kutukuzwa. Kila tunachokifanya hapa sio kwa ajili yetu sisi tupungue, ili Bwana majeshi apate kuongezeka. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya Mikono ya Kristo ninasema bye bye.